Mtazamaji wangu, kwa majina ni Kimwambu na nimekuja huku Odile Westland ili nijionee ile kazi inafanyangwa huku, na sikianga Odile Westland. Hata wewe unasikianga Odile Westland ama Odile Swamp. Nimekuja huku siku ya leo nijionee ile kazi inafanywa huku. Naona kuna kajia wanatengeneza huku, nataka niwatafute tuongee na wao, waniambie ni kazi gani iko huku, wamesimamiwa na nani huku. Na watatuelezea zaidi. Nitakuuliza ukae hapo, nikipatana na wao, najua kuna kazi mingi wanafanya huku. Nikipatana na wao watatuelezea wanafanya kazi gani na wamelianzia lini na ni mambo gani na gani wanafanya huku. Acha tuone, ama tukipatana na wao watatuelezea vizuri. Habari zenu? Huku miti ni dawa. Huku unaona kuko smart. Huku ni wapi? Mnaweza tuambia ni wapi huku? Hi guys, hapa ni Odile. Hapa ni Odile Westland, Kenya. Mimi naitwa Jackie. Do you know that Odile is the first deepest pit bog in Kenya? And it's the second deepest in Africa. Yeah. So, sorry. Haya. Deepest pit bog in Kenya. Yeah. There is some activities here. Kuna kupanda miti. Right now you can see kuna kazi inaendelea ya kutengeneza Odile. So you see this, kuna nature trail. Yeah. Hii ni nature trail. Itazunguka all around Odile yote, and Odile it's about kuzunguka all around. It's 3.5 kilometers. Okay. Sasa mtu akiweza kutembea huku, unalipishanga pesa ama mtu anakujaga free? Hapa hatulipishangi pesa. Tunakujanga tu, unasoma na unalani vitu mingi ukikuja. Lakini mkimaliza kutengeneza simu utalipisha ama? Tukimaliza by the way, kama saa hii the people we host here ni watu wa kusoma sana. Like citizen science, wanakujanga hapa kusoma about miti. Yeah. CBC bado. Okay. Yeah. So ukikam hapa kuna activities mingi sana hapa unaweza learn. Okay. Hapa Odile. Haya. Yeah. Acha mimi nijionee tu huku Odile Swamp. Nasikianga Odile Westland, lakini nimeona ni mahali smart sana. One thing I forget to tell you. Kuna birds. Kuna birds. Nyoni. Yeah, kama ile ya Crested Crown. Iko huku. Kuna birds aina mingi sana. So ukikam hapa pia, kama wewe unapenda story na birds, bado kuna hizo birds. But birds utakam ale mapema juu birds kama saa hii venye kuna jua hivyo hauwezi zipata. Okay. But ukikam mapema utakuwa na hiyo time ya kuweza kuwatch. Alafu kitabu nilikuwa nasikia huku kunaitwa Odile Swamp. Na t-shirt yako naona ni Odile Westland. Kulienda aje kutuka change? It's because kitambo this ilikuwa an open lake. Haikuwa na hii pit bog. So ilikuwa an open lake. Okay. Yeah. Sawa. Alafu kitu kingine tumesahau kukuambia. Hii Odile Westland ndio tunakuanga tuna supply maji ile tunatumianga Kikuyu. Inatokanga hapa. By the way, wenye watu unatumia loud tunatoanga. Na supply kutoka Odile Westland. So and you know this is the main source of Nairobi River. Wow. Maji yenye inatumika State House imetoka huku Odile. Inatoka huku. Nettle. What about the Vafai? Stinging nettle. Yeah. Thank you. L-E. Nettle. Odile, by the way, here in Odile, you can come and learn about environment, mazingira.
Egaka. Nafurahia kazi yangu. Love my work. Ondire Wetland Kenya. Kuja ujue mengi. Karibu Ondire. You're much welcome. Karibu Ondire. Karibu pharmacy. Stinging nettle. What about the fai? Stinging nettle. Stinging nettle. Yeah. L. Thank you. L-E. Nettle. Ondire, by the way, here in Ondire, you can come and learn about environment, mazingira. Nafurahia kazi yangu. Love my work. Mtazamaji, unajionea Ondire Swamp ama Ondire Wetland. Mahali kuna vitu mingi, kuna birds na kuna vitu mingi tunaona huku, miti tofauti tofauti, na kuna watu wengi wanakujanga huku. Nasikianga kuna watu wengi wanakujanga huku. Kipatana na wao watatuambia wanakujanga kufanya nini, wanajionea nini. Ondire Wetland ndio watatuelezea zaidi kuhusu Ondire Wetland. Haya. Mtazamaji, najua unaendelea kujionea Ondire Wetland. Huko unaona picha ndio Ondire Wetland. Na naambiwa kuna mtu ameniambia ati hii Ondire Wetland iko na 3.5 kilometers kuzunguka yote. Nimeambiwa
kuna Arboretum na nimepitia hapo kuna Arboretum ya Udiri Wetland. Tunataka kuenda hapo, kuna watu wengi niliacha hapo. Tunataka tufike hapo, hao watu wa Udiri Wetland wanipeleke hapo, waniambie hapo wanafanyanga nini, hao watu wanafanya nini, juu nimeona kuna watu wengi sana. Atatuelezea vizuri walikuja kufanya nini ama wanasoma nini huku Udiri Wetland. Kaa hapo tuelezewe zaidi. Naona kuna miti tofauti. Naona kuna wengine wako na majani ya miti. Watatuambia hiyo ni nini ama wanasoma kuhusu nini kwa hizi miti. Dendram buchanani mutanga Eleodendram buchanani, ile tunasemaga ni sumu sana. Na kazi ya mutanga hata umejua wengine ni nani ndio amenyora hapa akienda nayo. Hii ndo baadhi ya zile madawa zinatibu vidonda vya tumbo, stomach ulcers. Hiyo hata kama duodenal ulcers, we use this. Eleodendram buchanani mayo. Buchanani hiyo tunaita sawa, umeandika hiyo. So Kikuyu wanaita mutanga. Eleodendram buchanani. Yosio. So we use the barks. Remember the leaves of this plant huwezi patia mbuzi. Hata mbuzi hawatakula. Ukimlazimisha huyo atakuwa nyama. Anaitwa Abutilon Mauritanium. Abutilum Mauritanium from Mauritius. Nao hii nakumbuka wale kwenda kutafuta kuni msituni. Pengine ameenda kutafuta kuni, hana kamba. Walikuwa wanatoa kamba yake wanafunga nao kuni. Hiyo inakuonyesha ni mzuri sana kwa shida za nerves. Wale wako na shida za mishipa kwa mwili tunatumia hii. Kukunywa to the roots. Kisha unapata unakuwa strong. Kikuyu jina soko tuambie. Haya, hii ndio Arboretum ya Udiri Wetland. Naona watu wamejaa huku na kuna wengine naona huko mbele. Na najua nitafika hapo waniambie wanafanya nini, wanasoma kuhusu nini. Na hapa ndio tuko na mali unaweza relax ama you can come with the family you have a good time, na still you have chairs, still unaweza jipangia tu kama hii tunaona hapa. Wow. Yeah. Sasa wale naona kuna watu wengi wako huku. Okay. Wanakuja kusoma nini ama? Ni wageni wenye wanakujanga kusoma about vitu zenye tumeelezea about vile zinakuwa na zile weeds. Most of the weeds, most of them ni dawa. So wanakujanga kila mtu vile ako na knowledge yake wana explainia to the other ones. Yeah, so wanaitwa tika. Yeah. Okay. Wow, ni smart sana. Thank you so much. Thank you. Still we have so many things. Hata bado kuna river, the one that goes and connecting to Delta tu pale uone. Ndio Arboretum ya Udiri Wetland. Nataka watu wa Udiri wanipeleke mpaka mahali maji inatokea na waniambie hii maji inaenda mpaka wapi. Rongeri, Nyongara and Kabuthi. Okay, yeah. Sawa, twende hapo tuone maji venye inaenda. Hapo. Hey, hello. Habari yako? Tunaona hapa mko na kitu mlikuwa nayo. Mlikuwa mnaongelea kuhusu nini? Tulikuwa na class ya tika. Usually on Thursdays. Kufunzwa kuhusu medicinal trees and plants and herbs. Okay. Yeah. Okay. Sawa. Na sisi ni matembezi tu. Naona ni documentation kama documentary. Yes. Asante.
This is the Nairobi River, the source of Nairobi River. Okay. Nairobi River ilianzia hapa sasa. Sasa hii ndio Udiri Wetland. Hii ni maji yake inaenda, unasema inaenda sasa ya Udiri. Pure water. Si unaona ikitoka huku penye ni green. Mpaka huko Nairobi haifiki hivi. So tunataka kufight na hao watu wanaachilia ziwa na uchafu yote yao wanaielekeza kwa mto. Ndio at least hii maji ikitoka hapa ikiwa clean hivi inafika Nairobi pia ikiwa hivyo. Iko smart. Ndio hii project ya our president ya climate work. So hiyo ndio kazi yenye inaendelea sasa. Sawa, asante sana. Hata mimi nimeenjoy kuona mambo mingi huku na nitawatembelea siku nyingine. Na pia kuna types of baboon. So, about baboon, pia unaweza kuja. Huku nimeenjoy sana, nitaleta watu wengi. Naona huku watu wamejaa wengi. Wow. Sawa. Asante sana. Umesema jina lako ni? Anaitwa Jackie. Jackie, na mwenzako hapa? Mimi naitwa Nancy. Madam, tupe jina yako. Hi, my name is Gloria. I'm a friend of Undire. I also do work with Undire Wetlands. So tuko hapa na tulikuwa na like leo nime experience kwenda kuona nature trail na nimelearn about so many trees na herbs na kila kitu yenye inamea hapa iko na benefit yake. So you are much welcome. Naona mwingine hapa front yake imeandikwa Nairobi River Commission. Hebu tuelezee kiasi kuhusu Undire Wetland. So my name is James Shomo. I'm the head of dance department in the Undire. And currently, as you can see around, we have visitors from the TICA, that is Trust for Indigenous Culture and Health, where they come here every Thursday and teach us about the significance of the medicinal plants that we have here. Actually, they are boosting our work because we are using the strategy or the theme of using the aspect of the medicinal plants to bring out the theme of conservation. So as they come, they teach us more about our medicinal plants and we learn a lot and share the knowledge to the others, because the indigenous knowledge must be well documented for the future generations. Asante sana. Guys, I hope you are enjoying inside the water. This water, as you can see my feet. It's a very clean river. Downstream, ukitoka Nairobi, ndio inakopa. Huwezi ingia. That's why. Imagine unaweza farm nayo, unaweza oga nayo. Hapo hivi bado tunafanya earthing nayo. Pure therapy. Don't usipeleke pesa yako kwa therapist. Now you can nature can reward you pure therapy. Haya, say something. Huko chini unataka maji tunataka ikaini. Maji hapa imetumotivate sana, tunajua huko chini itakuwa safi. Hivyo. This is the source of Nairobi River. So unaona maji venye ni safi, lakini ikifika huko Nairobi iko aje? It's oily. Wow. Nice. Mtazamaji wangu, najua umejionea mengi kuhusu Udiri Wetland na umesikia vizuri ati hii Udiri Wetland ndio sources of Nairobi River, na hii maji ni safi sana. Nakwambia hii ni Kim TV, tutapatana siku nyingine nikuelezee mengi kuhusu Udiri Wetland. Asante sana.